tunaweza tukajazwa maneno, tukawa na hasira nyingi wenyewe, lakini mwisho adhabu ya kinachofanyika ikaturudia wenyewe. Maduka kafungwa ya kwetu, maduka kaporo ya kwetu, njaa zikatukuta sisi, maendeleo yote yakawa hayapo tena Tanzania. Kwa hii migogoro ya kisiasa mnayoiona inaweza ikawa ni mgogoro wangu mimi na wewe, lakini yupo adui mkubwa wa maendeleo anaweza kuwa amekaa pembeni anatuangalia ili apite katikati. Mwisho wa siku mkajikuta mgogoro huu mdogo tulionao tumekaribisha majambazi wakubwa wa kiulimwengu kuja kunyang'anya rasilimali, kupoteza amani iliyopo, kunyang'anya kila kitu tulichonacho, na tarudi wote tunakuwa watumwa kwenye taifa letu. Kongo ndivyo ilivyoanza na maeneo mengine ndivyo ilivyoanza. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu na Mbagala, sasa tumeona wenyewe kwa kile ambacho mnadhani tunapaswa kukaa na kuzungumza. Sisi kama serikali yapo mambo ambayo tutajifunza kutoka kwenu, na ninyi inawezekana mna ushauri pia wa kutufunza sisi ili mambo yaweze kwenda vizuri, kwa sababu watoto wanatakiwa kwenda shule. Shule ikichoma mtoto anasoma hapo. Kwa hiyo hayo mambo yote ndugu zangu, tuwe na hasira tunaweza kuwa nazo, lakini tujue kwamba hii miundombinu inatufaa sisi na vizazi vijavyo. Na maombi haya mkuu haya unayoomba kuhusu mwendokasi, nimeona pia Watanzania wa kule Mbagala, wa kule Kimara wanapotaabika, walizoea mwendokasi leo hamna. Na mimi nimeridhia kwamba tarehe 20 ya mwezi huu wa 11 siku ya Alhamisi saa 12 mpaka saa 2 mabasi ya mwendokasi yao tayari kwenye barabara hii kupakia Watanzania. Na baadhi ya vituo ambavyo vimeharibiwa, tunaviwekea utaratibu. Kampuni inayotoa huduma huku inaitwa Mofat. Kampuni inayotoa huduma barabara ya Kimara inaitwa UDAT. Kampuni ambayo itakuja kutoa huduma kwenye barabara ya mwendokasi, barabara ya mwendokasi kwenda airport, tunaweza tukapanda nyingine. Barabara si zote, kwa kila barabara itapata watu ili ushindani uwe mkubwa kuliko basi kukaa karibu masaa mawili akijapakia Watanzania. Anakaa tu anasema nimeenda kula. Kwa tukiwa nao wengi hao watu, itakuwa ni biashara yenye ushindani na Watanzania hawatakuwa hata mmoja ambaye atakuwa na malalamiko. Kwa ndugu zangu na Mbagala, nimeona kwanza niwapeni pole, lakini pili niwaambie mimi kama mkuu wa mkoa tunayafanyia kazi mambo yote ambayo yametokea. Na tatu, maelekezo mkuu wa nchi kukaa na kuzungumza na Watanzania ili tuijenge Tanzania yenye amani na Tanzania yenye umoja tena. Lazima tufanye jambo hilo. Uchaguzi umekwisha, lazima tujenge kwa sababu uchaguzi unakuja tena. Kwa hiyo haitakuwa tabia njema kufungua kukaa ndani, kukaa ndani. Hii haitawezekana. Lazima tukubaliane, turidhiane, tujenge Tanzania iliyo moja. Yale mlionayo tutayapokea, yale tulionayo mtayapokea. Kwa tarehe 20 dhati, tarehe 20 watu kwa barabara haya, mabasi yataanza kwa kampuni ya Mofat. Waanza kufanya kazi barabara hii. Kwa wale wote pikipiki, magari watu binafsi ambayo yanapita kwenye barabara hii, sasa kuanzia tarehe 20 mapema msipite tena kwenye barabara hii, ili barabara hizi yapite mabasi ya kwenda kwa kasi. Mbagala oye! Lakini pamoja na haya ni kwamba vituo vinavyotumika, mnisikilize kidogo, vituo vinavyotumika hapa, kuna kituo kimoja kimeharibiwa zaidi kile pale nadhani. Hiki hapa ndio kimeharibiwa zaidi. Kwa kile pale tunakifunga kwa muda, alafu mabasi mtapandia kituo kile cha mbele au vituo hivi huko. Kwa hiki cha mbele tutakifunga ili tutengeneze miundombinu yake. Na hiyo miundombinu yote iliyoharibiwa, iwe ni shule, iwe ni nini, yote itatengenezwa. Lakini kwa wale wenzetu ambao wamepata madhara, labda alikuwa mahali amekaa, amepata madhara, bado tunasema serikali haikuwa kusudio kuweza kumpelekea madhara Mtanzania mwenzetu. Kwa hiyo nasema tena, tuwe radhi, lakini zaidi tukubaliane wenyewe. Hatuna Tanzania nyingine zaidi hii tulionayo sasa. Hatuna kwetu kwingine zaidi hapa tuliponapo sasa. Na hatuna mama wala baba mwingine